Dar es Salaam Derby, mchezo ambao unakwenda kuzikutanisha timu mbili, timu ya Azam FC wakienda kucheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Miamba hawa kabisa kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo wapo katika ile top 4 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Yanga Sports Club wakiwa wanaongoza ligi, lakini timu ya Azam FC akiwa nafasi ya 3 na alama zake 27. Ni gepu la takribani alama 8 kati ya timu ya Yanga ambao wana alama 35 dhidi ya timu ya Azam FC ambao wana alama 27. Sasa mchezo huu ambao unakwenda kuzikutanisha timu hizi mbili kwenye dimba la Benjamin Mkapa Machi 15 ni vita ya kiume kulikweli ya kutafuta alama 3 ambazo kila mmoja zitamsaidia kwa nafasi yake kuelekea zile mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Azam FC au Yanga Sports Club. Yoyote hapa atakiondoka na alama 3 zitamsaidia kwa nafasi yake. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu hizi mbili ambazo zinakuja kukutana kwa mara ya kwanza, ikiwa huu ni mzunguko wa kwanza ambapo Azam FC wanakutana na timu ya Yanga Sports Club kwenye kutafuta alama 3 muhimu. Ni nani ambaye ataondoka na alama 3 hapa? Tusubirie kuona ndani ya dakika 90 kwenye mchezo husika yupi ambaye ataweza kuondoka na alama 3 muhimu. Na kuelekea kwenye mchezo huu kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Steven Becker, bwana Pedro, yeye tayari amekushaweza kukiweka wazi kikosi chake cha wanaume 11 ambao watakwenda kupambania alama 3 muhimu kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Kikosi hiko nitakuja kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media ili nawe uweze kufahamu namna ambavyo kocha huyo Pedro anakwenda kuanza na mbinu atakazokwenda kutumia kwenye mchezo huu muhimu. Ila kabla sijakusogezea moja kwa moja hiki kikosi, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapata taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa. Mwana michezo wangu, hakikisha utakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakuhabarisha wewe na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya kikosi cha klabu ya Yanga kinachokwenda kuanza dhidi ya timu ya Azam FC kwenye mchezo wa Dar es Salaam Derby. Ni muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa upande wa golini tutegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akienda kuanza vyema kwenye milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club, lakini beki nambari 2 tutegemea kumuona Isra Patrick Mwenda akienda kuanza kwenye eneo hilo la beki nambari 2. Beki nambari 3 Mohamed Hussein Zimbwe Junior akienda kuanza kwenye eneo hilo. Beki nambari 4 na beki nambari 5 Ibrahim Abdullah Baka na Bakari Dondo Mwamnyeto akiziba eneo la katikati kwenye eneo hilo la kikosi cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemea kumuona Mohamed Damaro akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Azam FC. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 tutegemea kumuona Max Nzengeli, fundi ya bodi, mchezaji kilaka ndani ya kikosi hiki cha klabu ya Yanga akienda kuanza vyema kwenye eneo la winga nambari 7 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tutegemea kumuona mchezaji Duke Abuya akienda kuanza kwenye eneo hilo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona mchezaji Prince Mpumelelo Dube, mwana mfalme ambaye mpaka sasa hivi ana magoli yake 6 katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa upande wa kiungo nambari 10 tegemea kumuona mchezaji Alan Okero akizema kwenye eneo la kiungo nambari 10, huku mchezaji wa mwisho tegemee kumuona mchezaji Mudasiri Yahya akienda kusimama kama winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya timu ya Azam FC. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana hiki? Choto andikie kupitia sehemu ya comment bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.